Ama swala la pili ambalo kwa la mwanzo wa kuuliza lilikuwa ni swala la kwamba mtu amepata hasira pengine nyumbani, akampiga pengine ima mwanae au mtu wa karibu katika nyumba, kwamba hal dharbu insani yanqudhu as-sawma au la, je, kumpiga mtu au kupigana kunatengua somu au la? Nafikiri swala liko pahala hapo. Amesema katika hadithi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwamba wala sawma illa bilkaffi an maharimillah, kwamba na wala hapana saumu isipokuwa kwa kujizuia na yale ambayo ameharamisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maulama katika hadithi hii wakashirihisha kutoa hukumu mbalimbali, kwamba hii la katika hadithi hii kwamba wala sauma, wala hapana saumu. Je, hii la hapa inakataa kuwepo usahihi wa saumu au inakataa kuwepo ukamilifu wa thawabu za mfungaji? Kama vile tukisema katika hadithi ya kwamba wala salata lijari almasjidi illa fil masjidi, hadithi imekuja vile kwamba wala hapana sala kwa ambaye yuko jirani na msikiti isipokuwa katika msikiti. Je, kwa maana akiswali nyumbani sala yake si sahihi au inapungua thawabu tu? Sasa hii la inaitwa la nafia lil jins, ni la ya kukataa kuwepo jinsi ya lile jambo ambalo linazungumziwa katika ibara ile. Kwa hivyo aliposema sasa kwamba wala hakuna saumu isipokuwa kwa kujizuia na yale ambayo yameharamishwa na Mwenyezi Mungu, kwamba kuna daraja tofauti. Yako matendo ambayo akiyafanya mfungaji yanaharibu saumu moja kwa moja, na yako ambayo yanapelekea kupunguza thawabu za mfungaji, kwamba saumu inakuwa sahihi lakini thawabu zake zitapungua, ujira wake utapungua kwa kuwa amefanya kosa, amefanya kuasi katika wakati wa ibada. Moja katika hayo zimekuja hadithi mbili tofauti. Mpokea Imam Rabi' bin Habib katika musnad yake ya kwamba al-ghibatu wan-namimatu tufattirani saima wa tanqudhani al-wudu, kwamba kusengenya, al-ghiba kusengenya, wan-namimatu na kufitinisha, kuharibu mahusiano baina ya watu, wa kutia fitna wakagombana watu, kuchochea ugomvi baina ya watu au kuanzisha mfarakano baina ya watu, kwamba mawili haya yanatengua, yanaharibu saumu ya mfungaji na yanatengua hata udhu wake. Hadithi hii imethibiti katika Musnad Imam Rabi' bin Habib al-Farahidi katika kitabu cha Musnad yake. Lakini pia riwaya nyingine imekuja kwamba al-kadhibu wan-namima, kwamba kusema uongo na kufitinisha kuna haribu saumu. Lakini maulama mwingine akasema kwamba hadithi hii imetaja kuharibu saumu kwa lengo la kutahadharisha, kwamba huenda kapelekea kuharibu lakini haiharibu moja kwa moja, sababu haikutajwa moja kwa moja kwamba haya ni katika mambo ambayo yanaharibu funga isipokuwa katika hadithi hizo mbili. Lakini juu ya yote hayo kwamba kuepuka kuyafanya hayo ni aula. Na katika hadithi amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, kwamba kumtukana muislamu mwenzako ni ufuska, ni uovu, na uovu au fuska ni kutoka nje ya utiifu, kuwa nje ya utiifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akasema wa qitaluhu, na kumpiga au kupigana naye muumini mwenzako, basi hiyo ni kukufuru, yani kutoka katika kushukuru neema Mwenyezi Mungu. Si kufuru kutoka katika dini, ni kutoka katika ule utiifu wa neema na kuthamini neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mukhtasari, jawabu ni kwamba kumpiga mtu kuko namna mbili, imma dharbuhu dhulman wa imma dharbuhu haqqan. Ima kumpiga kwa njia ya kumdhulumu haki yake, kwa dhulma, kwa kumuonelea tu kwamba huyu mtu kwa kuwa mimi ni mkubwa kuliko yeye nampiga na muadhibu bila sababu yote ya msingi. Lakini iko hali ya kumpiga dharbuhu taadiban, mathalan kama kumpiga kwa njia ya kumtia adabu. Mathalan mtoto amefanya kosa, tumeambiwa kwamba tuwafundishe watoto wetu kusali na kuamrisha wakiwa na miaka 7, kisha wadhribuhum alaiha li 10, wapigeni wakiwa na miaka 10
kwamba ikiwa watoto wetu hawaswali, kwa hivyo ikiwa ni kumpiga kwa ajili ya jambo la haki, kumtia adabu katika kosa alilofanya, kumuonya katika dhambi aliyofanya, hiyo haiharibu funga wala haipunguzi thawabu, sababu ni kutumia kipigo kile kwa njia ya haki. Kwa hivyo aula zaidi ni kwamba kuepuka kufanya hayo, ikiwa si kwa haki asifanye hivyo, japokuwa kwamba haitoharibu somo yake. Katika fatwa sahihi itakuwa ni dhambi ambayo inapunguza thawabu ya mja ikiwa amefanya hivyo bila haki. Ikiwa kwa haki, basi haitoharibu somo wala haitopunguza thawabu zake. Wallahu ta'ala a'lam.